zangu, katika chama chetu lazima tuangalie uhai wa chama chetu, uhai wa wanachama wetu, uhai wa ofisi zetu za chama kuanzia chini, mashina yetu, matawi yetu, kuna uhai? Maana tusije tukawa uhai wetu unakuwepo siku za uchaguzi. Hicho kitakuwa sio chama makini cha siasa. Uhai lazima uwepo muda wote, na uhai wa wanachama wetu. Kwa nini nalisema hili? Uhai wa chama, nyinyi mtakuwa mashahidi kwamba mwanachama mzuri ni yule ambaye anajua wajibu wake. Hakuna nchi iliyokuwa ina mwamko wa kisiasa kama Zanzibar. Leo generation mpya wamesahau au hawajui historia ya mapinduzi, wanaona bwana, kuna nini, tutashinda tu. Tatizo nini? Tufanye kazi ya kuwaelimisha kwamba ushindi unapatikana kwa kura, si kwa maneno, si kwa yena, si kwenye mikutano ya hadhara. Umoja wetu wana CCM, umoja ndani ya chama. Tunalo tatizo kubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kila wakati wa uchaguzi tunakuwa tuna makundi, na makundi ni kawaida katika siasa. Kila mtu atakuwa na watu wake wanamuunga mkono na kuna watu hawamuungi mkono. Lakini tunapomaliza uchaguzi, hakuna haja ya kuyaendeleza yale makundi, lazima letu liwe moja. Tushamaliza uchaguzi, kama rais ndio mie, utake usitake ndio nishakuwa. Sasa ukiendelea kupiga vita unakiumiza chama. Kila siku tunasema kwamba ukitaka kushinda uchaguzi, basi pamoja na haya niliyoyasema awali ya uhai, ya umoja katika chama, ya uchumi mzuri wa chama, lazima serikali iliyokuwepo madarakani itekeleze ilani yake vizuri, ndio utawaambia watu nipeni tena. Na alhamdulillah, kwenye utekelezaji wa ilani tumefanya vizuri, na Mwenyezi Mungu atusaidie tufanye vizuri zaidi. Tumefanya miradi mingi ya afya, tumefanya miradi mingi ya maji, tumefanya miradi mingi ya barabara, tumefanya miradi ya flyover, miradi ya viwanja vya michezo, alimradi kila ambapo tumeahidi kwa kiasi kikubwa tumetekeleza. Tukiendelea na kasi hii kwa miaka hii inayokuja, sina shaka mwaka 2030 kazi yetu ya kuwashawishi wananchi itakuwa rahisi sana. Kwa hivyo mimi nataka nikuahidini kwamba serikali ya awamu ya 8 kipindi hichi cha pili, Mwenyezi Mungu atupe uhai na uzima na atuwezeshe kutekeleza ahadi zetu zote tulizoziahidi, tuondokane na ahadi ambazo hewa. Tumeanza mazungumzo ya hayo malalamiko yao, tumetengeneza ajenda za mazungumzo. Tutakaa, tutazungumza, maslahi ya chama chetu na maslahi ya nchi yetu yatakuwa mwanzo. Kwa sababu nia yetu ni njema, dhamira yetu ni njema ya kuleta umoja katika nchi hii, ya kuleta amani katika nchi hii. Mazungumzo hatutoyakataa, tutaendelea. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 ibara ya 15 fasiri ya kwanza inaeleza kwamba nguvu na uimara wa Chama cha Mapinduzi unatokana na umoja wa wanachama wake, fikra sahihi za chama pamoja na imani kubwa ya wananchi wa chama chao, Chama cha Mapinduzi. Ni wajibu wetu wa kila mwanachama na kiongozi kulinda umoja huo, kuenzi maadili ya chama na kuhakikisha CCM inaendelea kuwa ni nguzo kuu ya amani, utulivu na maendeleo kwa taifa letu. Aidha, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ziara yako hii inaendana moja kwa moja na maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 ambayo inaelekeza viongozi wa chama kuwa karibu zaidi na wananchi, kusikiliza changamoto zao na kushiriki kikamilifu katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto hizo.
Katika kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi mkuu, hali ya kisiasa ndani ya mkoa chama ni nzuri, ilikuwa wananchi wanashughulikia shughuli zao za kujiletea maendeleo. Mahusiano ya chama na serikali. Mahusiano ya chama na serikali katika mkoa wa Kaskazini Unguja ni mazuri sana, kwani tunafanya kazi nzuri kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa. Baadhi ya miradi iliyokuwemo ndani ya serikali. Tunaipongeza serikali ya awamu ya 4 kwa kutekeleza vyema miradi yake kupitia mkoa wa Kaskazini Unguja. Miradi yenyewe ni kama hii ifuatavyo: mradi wa kituo cha umeme kilichokuwa kule Matemo chenye thamani cha bilioni 26.8, uwanja wa mpira wa Kijini wenye thamani ya bilioni 8.5, barabara ya Kijini yenye thamani ya bilioni 18.8, barabara ya Kazole Matetema yenye thamani ya shilingi bilioni 7.8, uwanja wa mpira wa mkoa uliokuwa Pangatupu wenye thamani ya bilioni 11.6, na shule ya dahalia ya Donge yenye thamani ya bilioni 1.8.